Amen, amen, amen. Ni Jumapili nyingine nzuri kabisa tena ambapo Bwana ametupatia, na ni Jumapili ya kwanza Dave ya mwezi wa pili. Kama umekumbuka hilo. Leo ni siku ya kwanza kabisa tumeanza mwezi wa pili kwa ushindi kabisa. Amen. Tunamshukuru Bwana kwa kila mmoja ambaye amempa neema ya kuona mwezi huu mwingine. Januari imeisha jamani, wale ambao hawajui. Januari imeisha. Kwa tumshukuru Bwana kwa ajili ya kwanza kipindi chetu siku ya leo. Na umshukuru pia Bwana kwa ajili ya kuingia mwezi mwingine mpya. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa siku nyingine ya tarehe 1 mwezi wa pili ambao Mungu umetupa neema na kibali cha kuweza kuiona tena siku ya leo. Tuna kila sababu ya kusema asante, kwa kuwa sio kwa nguvu zetu wala kwa akili zetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu anatusaidia na kutuongoza. Asante kwa jinsi ambavyo umesimama nasi kuanzia tulipoanza mwezi wa kwanza mpaka leo tumeanza mwezi wa pili. Umetulinda, umetuepusha na balaa, mikosi na vitu vingi ambavyo vingeweza vikaangamiza maisha yetu na nafsi zetu. Asante kwa kila msikilizaji ambaye amekuwa anatutazama na tusikiliza. Hata kwa mwezi wote wa kwanza tumekuwa pamoja naye mahali hapa, na tunajua kwamba Bwana ni kwa rehema zako tu kwamba tuangamii, kwa kuwa fadhili zako ni mpya kila siku. Pokea sifa kwa Jumapili nyingine nzuri ya pekee ya ajabu ambayo Bwana, watoto wako tunakuja kwenye redio hii na pamoja na wasikilizaji wote wa Voice FM kwa ajili ya kukuadhimisha, kukutukuza, kukuinua, kukubariki na kusema asante kwa kutupa nafasi ya kuona mwezi wa pili. Asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako, asante kwa huruma zako, asante kwa wazazi wetu, asante kwa watoto wetu, asante kwa ndugu zetu. Asante Bwana hata kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Asante kwa amani ambayo Mungu unaendelea kuiachia katika taifa letu la Tanzania, viongozi wa serikali, viongozi wa dini na kila mmoja ambaye Mungu umempa nafasi kwenye taifa hili la Tanzania. Asante kwa kila anayetusikiliza kwenye kipindi hiki siku ya leo. Roho Mtakatifu, gusa maisha yao, sema na maisha yao. Kila mmoja mpe sawa sawa na hitaji la moyo wake, na baada ya kipindi hiki Bwana, shuhuda ziwe ni kubwa, utukufu uwe ni mkubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Kila mwenye pumzi aseme amina. Amina. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Umetukumbusha kwamba leo ni Jumapili ya kwanza kabisa. Na tarehe 1. Yeah. Na siku kadhaa ambazo zimepita tuliweza kujifunza juu ya kupanda mbegu. Kwa mbegu, wewe ni mbegu. Si ndio hivyo? Na ukazungumzia kwamba kwa jinsi mafundisho ulivyofundisha kwamba mwezi huu wa kwanza ndio kipindi sahihi cha kupanda mbegu. Na ndio maana mwezi wa 12 huwa anajiuliza katika mwaka nimefanya nini? Lazima ni kipindi cha mavuno. Naam. Na ndio maana hata watu wengine wanakuja huku, wanasafiri, wanaenda, wanaenda kusherehekea kile ambacho wamekifanya kwa mwaka mzima. Kwa hiyo una nafasi pia kuweza kujiuliza kwamba mwezi huu nimepanda kitu gani? Yes. Sasa hapo umeelewa. Ili kusudi mwezi wa 12 ukifika cha kuvuna tusije tukanuniana kabisa. Na ni msingi sasa. Msingi. Na bila sema msingi ukiharibika mwenye yake atafanya nini? Yaani kwenye mbegu ndio kwa wakati wa msingi, kuweka msingi. Msingi una maana sana kwenye maisha. Lakini kwenye mwezi wa pili naamini Mungu amekupa nafasi nyingine. Unaweza ukatengeneza pale ambako hukuweza kutengeneza vizuri, si unanielewa? Yaani ukarekebisha ni kama vile nyumba ina viufa kama kuziba ule ufa. Lakini msingi tayari mwezi wa kwanza ulishawekwa. Ndio ulimwengu wa roho. Okay. Na ni mbegu gani hasa ambazo labda inawezekana kuna mtu ambaye ameshindwa kuipanda mwezi wa kwanza, mwezi wa pili sasa unaweza kumwambia mbegu gani? Tulizungumza aina nyingi sana za mbegu, David. Tukasema kwanza wewe ni mbegu. Na kama wewe ni mbegu pia maono ulionayo ni mbegu. Akili Mungu alizokupa ni mbegu. Watu Mungu alikupa ni mbegu. Na kila kitu ambacho Mungu amekupatia ni mbegu. Kwa sababu tulisema kwamba tunavyoona mbegu za kawaida zinapandwa na zinazaa, ndivyo ambavyo maisha ya mtu pia yanapandwa na yanazaa. Kwa hiyo unaweza ukapanda mbegu maono yako ambayo unayo, mawazo. Unajua mawazo ni mbegu. Kwa hiyo ukapanda lile wazo lako, ukaanza kulichakata, kuanza kulichukulia hatua, kuliandika, kulichukua hatua, labda ni biashara, kwenda kuangalia maeneo ya kufanya hicho kitu, watu wa kufanya nao. Hiyo ndio umeipanda. Tukasema usiweke mbegu kwenye store, usifiche kwenye magunia. Lakini pia talent ambazo Mungu amekupa au ule uwezo. Unajua kuna watu wana vipawa. Na Biblia inasema kipawa ni kitu cha thamani. Popote kinacho mtu anapoenda lazima kilete faida. Pia ni mbegu. Anza kukitumia, usikifungie ndani. Kama unajua una kipawa fulani, unaweza kushona, unaweza kupika, unaweza kuimba, unaweza labda kupamba, hebu kitoe hicho kipawa nje. Kwa sababu hicho ndio kimebeba maisha yako ili ukipande. Lakini pia tukasema
mbegu ya maisha matakatifu au maisha mazuri. Tukazungumzia pale Mungu aliposema nimekupanda mzabibu mwema, leo umejeukaje mzabibu mwitu, kwamba tamani mwaka huu wewe uwe mtu unayepandwa katika udongo ulio mzuri. Lazima uwe mtu wa ibada, lazima uwe mtu wa kusoma neno la Mungu, yani upande kwenye udongo mzuri. Lazima uwe mtu ambaye yani mtu wa ibada kwa kifupi, na uwe sababu ya wengine kufurahi. Sio, unajua hicho kitu yani upande matendo mema kwa watu, usaidie watu, upende watu, ujali watu. Yani mwaka huu ukifanya hivyo, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa ukipanda ukarimu utavuna ukarimu, ukipanda heshima utavuna heshima, ukipanda ibada utavuna ibada, ukipanda yani chochote unachokipanda ndicho ambacho unakivuna. Asante. Chochote akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Hakuna zaidi. Sio apandapo. Apandacho. Apandacho. Nashukuru sana kwa kutukumbusha vizuri. Kwa hiyo bila shaka mtu ana nafasi sasa ya kurekebisha kabisa. Yaani mwezi wa pili ni mwezi wa marekebisho. Kama unajua kuna mtu anapandaga mbegu shambani, akienda anakuta kuna ambazo hazijaota, kuna ambazo zimeota. Mimi ni mkulima, kwa hiyo kuna saa unaenda unakuta labda umeotesha mahindi, kuna sehemu unasema tunaenda kurudishia mbegu. Nadhani watu wanaelewa. Hata wewe kule kijijini kama ulizaliwa, si kama umezaliwa kijijini. Mimi ni kijijini. Kuna kipindi baba anasema tunaenda tukarudishia nini? Baada ya wiki kamoja kale na mnarudishia. Sasa ndicho mwezi wa pili ni mwezi wa kurudishia. Pale ambapo haikuota unarudishia. Usiache shamba liote tu hivyo. Karudishie. Sawa. Tumekumbushwa jamani, tusiache kama mbegu haijaota vizuri basi rudishia mbegu yako. Rudishia mbegu yako. Asante sana. Basi sawa. Nadhani sasa tunajiandaa kwa ajili ya siku ya leo, tupate chakula. Uweze kutuhudumia kadri ya Roho Mtakatifu atakavyokuwa amekuandaa. Basi tunaenda break, tukirudi tunaendelea. Safi sana. Yeye ndio baba peke yake. Wala hatuna baba mwingine kama yeye. Tumekosa filimbi. Yaani leo filimbi kitakiwa kuwepo kwenye wimbo jamani. David atendea haki wimbo. Tutaicheza baadaye, hamna shida. Safi sana jamani. Wapendwa, najua mnafurahi. Naam. Tumeanza kukuambia kwamba ameinuliwa zaidi ya mataifa yote, ameinuliwa zaidi ya kila kitu. Na tunamuinua kwa sababu yeye ni baba na yeye ni Mungu. Anasema kwamba hata kama baba zenu wa duniani wanajua kuwapa vitu vingi vyema, zaidi sana baba yetu aliye mbinguni. Kama baba yako wa duniani anaweza kawaza unasomaje, unakulaje, unakaaje, anasema yeye ni zaidi ya baba wa duniani. Unaona akasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Utukufu wote baba. Okay. Tunamshukuru Mungu kwa Jumapili nyingine nzuri kabisa ya ushindi. Ni Jumapili nzuri ya inuka wewe shujaa. Inuka wewe shujaa. Na tunaamini kabisa mashujaa ameshaamka. Mashujaa yashaamka. Tuko pamoja. Na mimi ni Prophetess Lightness kwa wale ambao wanifahamu. Na ni mchungaji wa kanisa la Champions of God Assembly nalopatikana hapa Moshi mjini, mkabala kabisa na ofisi za Reli pale ukumbi wa Motown Kawosh. Kwa hiyo leo ni Jumapili, pia nikukaribisha katika ibada zetu nzuri zilizojaa nguvu za Bwana, kusifu, kuabudu, unabii, kukombolewa, kufunguliwa, neno la nguvu ambalo litakupa kupiga hatua nyingine mwezi wa pili ambao tunakwenda kuanza leo. Kwa hiyo karibu sana katika ibada zetu siku ya leo ya Jumapili kuanzia saa 3:30 mpaka saa 7:30. Tutakuwa na ibada nzuri sana pale kanisani kwetu Champions of God Assembly. Nitafurahi sana kukuona. Lakini pia wewe ambaye unahitaji maombezi au una swali lolote ambalo unatamani kuniuliza wakati tunaendelea na kipindi chetu, unaweza kutuma message yako kwa 0752 48 75 53. Nitarudia 0752 48 75 53. Yes. Okay. Sasa tunakwenda kuanza kipindi chetu kizuri kabisa siku ya leo, na sitatoka nje ya mada yetu ya inuka wewe shujaa. Na leo tutazungumzia sana vile ambavyo shujaa anaweza kainuka. Unasikia Devi? Tumekuwa tunazungumzia inuka wewe shujaa, inuka wewe shujaa. Sasa kuna watu wanajiuliza, hao mashujaa ni watu gani na wanainukaje? Na leo nitazungumzia kwa kifupi kabisa, na tutakuwa na muda pia wa kuombea mashujaa
ambao wanataka waendeleze hatua nyingine mwezi wa pili. Yale ambao walishindwa kuyafanya kwa mwezi wa kwanza, yaliwaenda kombo, yalifanyaje, mwezi wa pili sasa uweze kurekebisha makosa ambayo yalitokea mwezi wa kwanza. Ukisoma kitabu kile cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 19 anasema viumbe vyote vinaugua, vinasubiri kudhihirishwa kwa watoto wa Mungu. Yaani anamaanisha hivi, kuna watu au kuna vitu au kuna mambo yanateseka, yanaumia kwa sababu wewe shujaa hujadhihirishwa. Haleluya. Piga makofi. Nasikia raha. Anasema viumbe vinaugua, vitu vinaumia, vinasubiria kwa shauku, kwa hamu kubwa. Wewe shujaa ambaye unanisikiliza leo, utoke huko ndani. Utoke kwenye hilo giza, utoke kwenye hayo maumivu, utoke kwenye yale yakata tamaa, ili uende ukawe majibu yao. Na kila siku hapa tunaongea kwenye kipindi tunasema wewe ni jibu la mtu, wewe ni jibu la kitu, wewe ni jibu la familia yako. Na lazima usimame kama mtu ambaye Mungu ameweka majibu ndani yako. Haleluya. Na kama usipojua wewe ni majibu ya watu, au ni majibu ya taifa, au ni majibu ya jamii, utaishi anyhow. Tunasema anyhow. Na ndio maana Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. My people are perishing for the lack of knowledge. Kiingereza kinasema hivyo. Kwamba perishing is like decaying. Kiingereza kinasema decaying, yani kwamba wanaoza, wanatoa harufu, uvundo. Sio kwa sababu hawajaenda shule, sio kwa sababu hawana chakula, sio kwa sababu hawana chochote, ni kwa sababu wamekosa knowledge, wamekosa maarifa. Na sasa ndio maana tunakuja kwenye hii redio kila siku kuambia inuka wewe shujaa. Tunakuletea maarifa ambayo atakutoa eneo moja kwenda eneo lingine. Na ukisoma kitabu cha Hosea 4:6 anasema kwamba ndio hilo watu wangu, anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio hilo watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini na pasipo maono watu wanashindwa kujizuia. Wanashindwa kufanyaje? Kujizuia. Kwamba mtu yote ambaye hana vision, ajue anatakiwa kufanya nini, anatakiwa kufanyeje, atashindwa kujizuia. Kitabia atashindwa kujizuia, kihisia atashindwa kujizuia, kila eneo. Kwa hiyo sasa watu wanaugua, viumbe vinaugua kwa sababu yako wewe ambaye umeogopa au umeshindwa kudhihirishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Methali 23 mstari wa 7 anasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mashujaa tunatakiwa tuone ushindi ndani yetu. Mashujaa tunatakiwa tuone bright future iliyoko mbele yetu. Tunatakiwa tuone kama Mungu anavyotuona, kwa sababu utakavyojiona sasa hivi unavyonisikiliza, utakavyojifikiria sasa hivi unavyonisikiliza, ndivyo ulivyo. Rafiki yangu, hauwezi kuwa zaidi ya mawazo yako. Hata uombewe, uwekewe mkono, utumbukizwe kwenye maji, utumbukizwe kwenye visima, utumbukizwe kila kona ambapo unaweza kwenda kutumbukizwa, upelekwe kwa waganga, upelekwe mahali popote, kama hautaubadilisha ufahamu wako, hauwezi kuwa zaidi ya ufahamu wako. Na ndio maana Biblia inasema kwamba tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo, lazima ujifunze kuteka nyara fikra zako, mawazo mabaya, mawazo ya kushindwa. Na ndio maana kwenye kitabu kile cha Filipi pale nadhani anasema mambo yote yaliyo safi, yote yenye kupendeza, yote yenye sifa njema, yote yaliyo yenye staha, yatafakarini hayo. Ukiwemo sifa yote na ni uzuri wote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Upasi kutafakari mambo ya chini, upasi kutafakari mambo ya kukatisha tamaa wala ya kukushusha moyo. Nadhani unanielewa vizuri kabisa. Kwa hiyo ili uwe jitu au ili uwe shujaa, ili uwe nini? Shujaa, lazima uyaguide sana mawazo yako. Lazima uyaguide, yani uyaongoze sana mawazo yako. Unawaza nini? Unakana nani? Anaongea nini? Si unanielewa? Mimi hivi, yani huwezi kunikuta na mtu ni mtu. Nimeamwaga kuwa hivyo. Mimi siwezi kukaa na mtu ni mtu. Sio kama naringa. Yani nasema ile kampani yangu, nadhani unanielewa. Mimi kampani yangu ni watu ambao wanawaza mambo makubwa. Kwamba nikikutana nao naweza nikapiga hatua ya mawazo yangu. Sio watu ambao nikienda nikiwapa wazo langu wananiambia hauwezi wewe, hakuna kitu hapo hamna. Hapo mtumishi umechemka. Mimi hao watu wasiwasikilizi. Mimi nasikilizaga watu ambao hata kama nawaambia kitu ambacho ni kidhaifu au kinaonekana ni kikubwa sana kuliko uwezo wangu, lakini kuna jinsi wanaweza kanitia moyo. Sijui unanielewa? Na kinachotesa watu wengi sana ni marafiki au watu ambao wanaambatana nao. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hawezi watu wawili kutembea pamoja wasipopatana. Aina ya mtu ambao unakuwa naye, unaambatana naye, unashare naye mambo yako, anaathiri sana mtazamo wako na mawazo yako na uwezo wako wa kwenda. Ndio maana wanasema nionyeshe rafiki yako nitakwambia wewe ni nani. Mashujaa wanatembea na mashujaa.
Bila sema chuma unoa chuma, au unasemaje Devi? Ndivyo mtu anavyouswa rafiki yake. Lazima pia mwaka huu uombe Mungu akupe marafiki wanaofanana na wewe. Tunanielewa Marafiki wanaowaza kama wewe. Marafiki ambao ukikutana nao hawatakuwa sababu ya wewe kuanguka, watakuwa sababu ya wewe kuinuka. Haleluya. Marafiki ambao hawatakupotosha. Na siku hizi kuna marafiki wengi ambao ni maajenti wa shetani wa kuzimu. Mtu hujawahi kunywa pombe unakutana na rafiki yako unaanza kunywa pombe. Mtu hujawahi kuzini unakutana na rafiki yako unaanza kuwa mzinzi. Mtu hujawahi kuiba unakutana na rafiki yako unaanza kuiba. Mtu hujawahi kuwa na tabia chafu unakutana na mtu anakuambukizia zile tabia. Leo tumekuja kukuambia kwamba inuka wewe shujaa. Chagua aina ya marafiki ambao unakuwa nao. Chagua aina ya vitu ambavyo unasikiliza. Haleluya. Vitu ambavyo unavisikiliza vinaathiri sana maisha yako. Lazima ujifunze kusikiliza vitu positive, kwa sababu unaposikiliza kitu kinapoingia kwenye moyo kinatengeneza picha. Haleluya. Kinatengeneza picha. Ndio maana ukisikiliza sana mambo ya vita, moyo wako utakuwa na hofu. Ukisikiliza sana mambo yanayokatisha tamaa, automatic moyo wako utakuwa umeinama. Lazima usikilize vitu ambavyo vina imani ndani yake, vitu ambavyo vinakupigisha hatua, vitu ambavyo vinaondoa hofu ndani yako. Haleluya. Na ndio maana pia penda kusikiliza neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni uzima. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania mlango wa 4 mstari wa 12, anasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Ni kama upanga ukatao kuwili, linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na mifupa na mafuta yaliyoko ndani yake. Unaposikiliza neno la Mungu, kuna imani fulani inakuja, kuna nguvu fulani inakuja, kuna amani fulani inakuja, kuna utulivu fulani unakuja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ili uwe shujaa, lazima cha kwanza pia uwe mtu wa imani. Umenielewa mpaka hapo rafiki yangu unanisikiliza? Ukisoma Ibrania 11:1 anasema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nilishazungumza sana hapa kuhusu somo la imani, kwa hiyo sitazungumza sana kwa undani, ila kama unataka kufuatilia masomo yetu vizuri na kuelewa tunachokizungumza hapa, unaweza kaingia kwenye YouTube channel yangu ya Prophetess Lightness. Unaandika tu Prophetess Lightness, utakutana na YouTube channel pale, na utakutana na masomo yote ambayo tunafundisha hapa redioni, na ambayo pia ninafundisha sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujengwa zaidi na kuendelea kuelewa kitu gani kinaendelea mahali hapa. Mungu amenipa neema ya kufundisha sana mitandaoni, na watu wengi sana wameinuliwa sana. Nina maelfu na maelfu ya watu ambao kupitia mafundisho ambayo ninafundisha, Mungu amewatia nguvu na kuwasimamisha na kuimarisha. Kwa hiyo unaweza ukafungua YouTube channel yangu Prophetess Lightness, au kanifuatilia TikTok pia tuna mafundisho mengi mazuri, ili kuliko kufuatilia vitu ambavyo vikujenga, vikuinua, vikusaidii. Fuatilia pia vitu ambavyo navifundisha. Vimekuwa sababu ya watu wengi sana kuondoka kwenye hali za kujidharau, hali za kuchoka na kukata tamaa, na wamepata matumaini mapya na wanatembea katika mtembeo mpya. Kwa hiyo ukisikiliza vipindi hivyo, naamini kabisa hutajutia, na utakupata mtiririko mzima wa vipindi vya Inuka Wewe Shujaa, na utatuona live kabisa tukiwa hapa studioni pamoja na Devi, na utabarikiwa. Ili somo la imani tulifundisha vizuri sana kwenye kipindi fulani kilichopita hapo nyuma kama Jumapili mbili zilizopita, na naamini kabisa utabarikiwa. Lakini ukisoma kile kitabu cha Mathayo mlango wa 9 mstari wa 23, Yesu alikuwa anaongea, anasema yote yanawezekana kwake aminie. Hapo nilikuwa nataka kugongea zaidi. Sawa kwamba hivi David unafikiriaje kusikia yote, yani kila kitu, all things. Inabidi tuongee na Kiingereza ili wale Waingereza wanaotusikiliza watuelewe vizuri. Unajua kuna watu Kiswahili kinawapiga chenga. All things are possible. Hallelujah. Yote yanawezekana kwake aminie. Yote yanawezekana. Kwamba chochote unachokiwaza ambacho ni kizuri, lakini ambacho kina heshima na ambacho pia kina faida, kinawezekana. Yani kinawezekana David. Yani kinawezekana. Sijui nisemeje watu wanielewe. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna. Chini ya jua hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna. Nishakutoa shuhuda nyingi sana hapa redioni za mambo mengi ambayo Mungu amekuwa ananifanyia, ambayo kibinadamu haikuwa rahisi. Kibinadamu kabisa, kwa akili za kibinadamu haikuwa rahisi. Na kwa nini anawezekana kwa yule anayeamini? Kwa sababu akili za Mungu sio akili zetu, wala mawazo ya Mungu sio mawazo yetu. Anasema kama mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo mawazo yangu yalivyo mbali na mawazo yenu. Mungu wetu hana limitation. Ulimwengu wa roho sio ulimwengu wa damu na nyama. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao haunaga kuzuilika, na haunaga kitu kinachoitwa impossible.
Lakini lazima utumie kitu kinachoitwa faith, ambayo tulizungumzia sana kwenye kipindi kilichopita. Ni kama pesa ya kiroho, inatumika kununua vitu katika ulimwengu wa roho na kuvitoa vitu rohoni na kuvileta mwilini. Tulizungumza sana kwa habari ya imani kama pesa ya kiroho, spiritual currency. Kwa hiyo sasa ukiwa na ile pesa ya kiroho ambayo ni imani, ambayo ni nini? Imani. Utanunua chochote ambacho nakitaka kutoka katika ulimwengu wa roho kukileta katika ulimwengu wa damu na nyama. Kuna watu mna mawazo makubwa. Sikiliza, kama ya mawazo ni Mungu ameweka ndani yako, yanawezekana. Hata mimi sikuwahi kujua kwamba kuna siku nitakuja redioni hivi nitahubiria watu, nitaongea, nitafundisha, si unanielewa? Maelfu ya watu watanisikiliza. Unaingia kwa mitandao unafundisha vitu, watu wana maelfu na maelfu. Kuna clip nilikuwa nafundisha juzi nikaona watu 50,000, 52 wamekaa wanasikiliza. Sikutegemea kama binti mdogo nilizaliwa kijijini kwenye familia ya kimaskini isiyokuwa na mbele wala nyuma, maisha ya mateso, tumepitia maisha ya shida, nimesoma shule za kawaida kabisa. Yani haya maisha ambayo naishi sasa hivi sikujua, lakini ndani yangu nilishaiona hii picha. Na ndio maana niliongeza imani yangu kwa Mungu, nikiamini kabisa kwamba kile ninachokiona ndani yangu kuna siku kitatokea kiuhalisia kabisa. Unanielewa David vizuri? Kwa hiyo yote yanawezekana kwa kiaminie. Lazima uwe na mbegu ya kumwamini Mungu ndani yako na kumwamini bila mashaka. Haleluya. Umenielewa? Na kumwamini bila nini? Bila mashaka. Lazima umwamini Mungu bila mashaka, kwa sababu anasema kwamba imani ni kuwa na hakika, kwa assurance, kwamba una uhakika kwamba hichi kitu ni cha kwangu, hii ndoto nitaishi, kwa sababu aliyeweka hicho kitu ndani yako sio wewe, ni Mungu. Na kuna watu wanaugua, wanasubiri kudhirishwa kwako. Kwa hiyo cha pili, ili uwe shujaa lazima uwe na utungu. Uwe na nini Levi? Utungu. Tunasema uchungu kama ule wa kuzaa. Sasa utungu simaanishi ni wa kusukuma mtoto wa kawaida. Kwa sababu gani? Kwenye kuzaa kitu chochote, pia hata kuzaa mtoto, unajua mambo ya mwilini yana reflect mambo ya rohoni. Kwenye kuzaa mtoto wa kawaida wa mwilini tunasema mama asipopata uchungu hawezi kusukuma. Si kweli? Hata kama imekuwa kuaje, hawezi kusukuma mtoto. Lakini anapopata utungu ndipo mtoto ambapo anasukumwa. Sasa pia katika ndoto zako unazonisikiliza leo na maono ulionayo leo, lazima udevelop kitu ambacho kinaitwa utungu. Ukisoma kitabu cha Mika mlango wa 4 mstari wa 10, anasema uwe na utungu utaabike ili uzae, binti Sayuni. Lazima uwe na uchungu wa kufanikiwa. Lazima uwe na uchungu wa kuinuka. Lazima uwe na uchungu wa kuishi ndoto yako. Kile kitu kitakusababishia kutokutulia. Kile kitu kitakusababishia kutokurelax. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinatesa watu wengi ni hali ya kuridhika. Unanielewa Devi? Unapofika mahali unaridhika na maisha ulionayo, unaridhika na hali ulionayo, huwezi kwenda zaidi ya hicho. Huwezi. Kila siku lazima uwe unatamani kuwa zaidi ya hapo. Na lazima uwe na utungu. Ule utungu utakusukuma. Utasababisha ile ndoto izaliwe. Utasababisha kile kitu kizaliwe. Kwa sababu gani nakwambia na utungu? Ukisoma Korinto wa kwanza 6:20 anasema mlinunuliwa kwa thamani. Mlinunuliwa kwa thamani. Mungu ametununua kwa thamani. Amelipa gharama kubwa sana kuyanunua maisha yetu na kuyafanya maisha yetu yawe hai mpaka leo. Kwa hatupaswi kuyachukulia maisha simple kiasi hicho. Utungu ni wa muhimu rafiki yangu unayenisikiliza leo. Ili uwe shujaa, ili uwe mtu mkuu, hutakiwi kulala, hutakiwi kurelax, hutakiwi kutulia. Lazima ndani yako ujenge picha kwamba nini ayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Mungu akiwa upande wangu, hakuna aliye juu yangu. Hii ndoto hata ikikawia bado naendelea kuikiri, bado naendelea kuifanya. Na hata pale unapoanguka unainuka tena, unasimama, unasema kuna matumaini katika mtu uliokatwa ya kwamba unaweza ukachipuka tena. Kwa hiyo shujaa, ili uwe shujaa, develop kitu kinachoitwa utungu. Sema utungu. Utungu. Uwe na utungu. Usirelax. Ukienda kule leba ukikutana na wale mama ambao wanakaribia kuzaa hivi, wengine wanapiga kelele, wengine wanasukuma migongo, wengine wanatamani tu wasukume hicho kitu alichonacho. Sasa inakuaje wewe una kitu kikubwa ndani yako, una mbegu Mungu ameweka ndani yako, alafu huna utungu wa kuzaa hiyo mbegu? Lazima udevelop utungu. Haleluya. Kwa hiyo nitaishia hapo kwa hizo sababu mbili, lakini cha tatu cha kumalizia hapa, lazima pia ujue thamani yako mbele za Mungu. Ujue thamani yako. Ukisoma ile Isaya 43 mstari wa 4 anasema kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu hiyo nitatoa tu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Unapojua thamani yako mbele za Mungu, lazima unaona ushujaa wako ndani yako ambao umefichwa ndani ya Kristo. Thamani yako ni Mungu anaiona na sio mwanadamu. Usijipime thamani yako kwa vile watu wanavyokuambia au kwa mazingira unayopitia au kwa vitu vilivyosimama mbele yako. Ipime thamani yako sawa sawa na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana David, mimi ni miongoni mwa watu ambao hutaka uone na jidharau. Hutaka uone na jidharau. Hutaka uone na jisemea negative.
pamoja na kwamba napitia machangamoto makubwa, vitu navyopitia vingine nikiwaambia watu wanaweza kazimia. Yaani mtu anasema lakini ninafurahi, ninacheka, sikubali jangwa langu liazike maisha yangu, kwa sababu najua au navyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo najitahidi kuwaza sawa sawa na kile Mungu anachoniwazia. Ananiwazia mawazo yaliyo mema, kunipa tumaini siku zangu za mwisho. Sasa ione thamani yako. Ukiona thamani yako, utaruhusu kila mtu aingie kwenye maisha yako akuchafue, akuumize, akukanyage. Hapana, utapima aina marafiki, utapima aina za vitu vya kusikiliza, na utapima kila kitu. Haleluya. Napoendelea kuongea hapa nimesema unaweza kutuma message yako, unahitaji maombi, unahitaji ushauri, na tunakuwa na maombi kila siku kanisani Jumanne pamoja na Alhamisi kuanzia asubuhi saa 4 mpaka saa 10 ya mtu mmoja. Kama unahitaji kuingia kwenye programu ya 1-on-1, ushauri na maombi ni bure kabisa. Una changamoto yoyote, unapitia jambo lolote, unahitaji msaada, unaweza kutuma message yako kwa 0752 48 75 53. Kwa wale mnahitaji maombi na maombezi ni bure. Watu wengi sana wanafunguliwa, rafiki yangu. Mungu hajaleta kipindi kwa bahati mbaya kwako. Inawezekana sisi ndio sauti ambayo ulitakiwa uisikie ili utoke hapo ambako ulikuwa umewekwa. 0752 48 75 53. Lakini leo usiache kuja ibadani au kwenda kuabudu popote unaponisikiliza. Inawezekana wengine mko sehemu mbalimbali, na hata hapo ulipo umeshasikia watu wameanza kwenda kanisani, unasikia hata makanisa yanaimba, watu wanaimba, umelala tu ndani. Hebu nikutie moyo, ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa pili. Usichukulie kawaida. Sikiliza, mtu unayemthamini utampa muda wako. Kama kweli unampenda Mungu na unamthamini Mungu kwenye maisha yako, utampa pia na muda wako. Hebu angalia ni muda gani Mungu amekupa kufanya kazi zako, kufanya biashara zako, kwenda kazini, unaenda unatoka mzima hujaumwa. Kwa nini usimpe Mungu nafasi ile kwenda kuabudu, kwenda kumwambia Mungu asante, kwenda kumtolea sadaka yako ya shukrani kwa mwezi mwingine ambao umeingia wewe na familia yako na watoto wako na ndugu zako? Kwa nini nakutia moyo kwenye redio hii asubuhi ya leo, tafadhali nenda kasali, tafadhali nenda kaabudu. Ni muhimu sana kwa ajili ya afya yako ya kiroho, lakini kwa ajili ya heshima yako mbele za Bwana. Kuabudu kwako kunazidi kutengeneza mahusiano yako ya karibu pamoja na Mungu. Na wale mlioko Kilimanjaro, mnaweza mkabudu pamoja nasi leo kanisa la Champions of God Assembly linalopatikana hapa Moshi mjini, mkabala kabisa na ofisi za reli. Haleluya. Pale Motown Kawosh kuna kanisa zuri kwenye ukumbi ule wa Kawosh, linaitwa Motown, linaitwa Champions of God Assembly. Kama uko Njoro, uko Majengo, uko Pasua, uko popote pale KSMC, Raue, uko Njia Panda, wapi Himo, Machame, wapi, unaweza ukaja nani karibu kabisa na stendi, na utakutana na ibada nzuri zitakazo kupeleka viwango vingine kubwa na vya ajabu. Haleluya, haleluya. Amen. Lakini kabla sijaanza maombi, Devi, najua na muda mfupi hapo kufanya maombi kwa ajili ya watu, na sasa nifanye maombi kwa ajili ya wale wote ambao wanatamani kumpa Yesu maisha siku ya leo, na then nitafanya maombi kwa ajili ya wale ambao wanatamani vitu vikubwa viinuke ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatamani kuokoka, kumpa Yesu maisha asubuhi ya leo, unatamani kuanza mwezi wa pili na Yesu tarehe 1, unaweza kufuatilia maombi haya na Mungu atakubariki. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako, asante kwa Jumapili nzuri ya kwanza ya mwezi ambao umenipa. Nimekuja mbele zako, ninasema mimi ni mwenye dhambi, nimejua dhambi zangu kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimeokoka, mimi ni mtoto wa Mungu. Baba, asante kwa kila mmoja ambaye ameomba sala hii ya toba na kukupa maisha. Ninaomba ukampe nguvu za kusimama na kuendelea katika wokovu. Ninakataa kila nguvu za shetani, ila za adui ambazo zimekuwa zinatesa watoto wako na kuwavuruga. Ninavunja kila madhabahu za giza zinazowatesa wasisimame katika wokovu. Umesimama na utasonga mbele. Mungu wape moyo wa ibada wa kwenda kanisani na kusali na kuabudu, ili wapate kukua katika roho na katika kuongezeka. Katika jina la Yesu umeokoka. Kama umeokoka na unamaanisha, unaweza kutuma message yako hiyo kwa 0752 48 75 53 na ukaniambia: mama, nimeokoka, na nitakusaidia jinsi ya kukua na kuendelea kiroho popote pale ulipo. Na naamini kabisa kwamba hautarudi nyuma. Wewe ni mtumishi wa Bwana na adui hatakuweza. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa nitaomba na wote ambao mnatamani mwezi huu wa pili, vile vitu ambavyo mlishindwa kuvifanya Januari, vile vitu ambavyo vilifanyika kwa ubora wa chini, vile vitu ambavyo mlishindwa kuvitengeneza vizuri, Mungu atengeneze tena njia ya wewe kufanya kwa mara ya pili na kuinuka kwa nguvu kubwa. Unaweza kaika mkono wako kwenye kichwa chako kwa imani. Sikiliza, hii ni swala la imani. Biblia inasema kwamba ni imani. Hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Hii sauti inakuja, lakini ndani yake kuna roho na kuna malaika ambao wanatembea kwa kila mtu wakiangalia imani yako na kuunganisha pamoja na imani yangu. Kwa unganisha imani yako na imani yangu, tuombe pamoja, usinyamaze. Uwe unaomba na mimi. Ongea tu maneno ambayo unaweza kuongea ndani yako, na kuna kitu cha kipekee ambacho Mungu ataingiza ndani ya maisha yako.
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa pendo lako, asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa siku hii ambayo umetupa neema na kibali cha kuweza kuongea na wasikilizaji wetu wa Voice FM. Mungu, ninasimama, umeleta kwenye hiki kipindi leo kufundisha kwamba watu wainuke, wao ni mashujaa, wao ni majitu. Kuna vitu vya kipekee ambavyo umeweka ndani yako. Wengine wanatakiwa kujenga nyumba kwa ajili ya familia zao, wengine wanatakiwa kusomesha ndugu zao, wengine wanatakiwa kujenga mahospitali, shule, wengine wanatakiwa kusababisha vitu ambavyo havijawahi kutokea kwenye familia zao vitokee. Wengine wanatakiwa kuharibu kila misingi mibovu iliyotengenezwa inayozuia ndoa, inayozuia uchumi, misingi inayoharibu watoto wa kiume ndani ya familia, madhabahu za giza. Wengine wametengenezwa kwa ajili ya kuangusha kila madhabahu za Baali kwenye familia zao na kuinua madhabahu ya Mungu aliye hai. Ripo sika inda ramasika yende, repo saka taramasika yanda. Ninatuma nguvu za Roho Mtakatifu popote unaponisikiliza. Hakuna umbali we shujaa. Inuka we shujaa, inuka we shujaa. Mawazo yako yainuke, maono yako yainuke, furaha yako inuke, nguvu zako zinuke. Ninamkataa shetani kwenye maisha yako, ninaharibu kila kazi za giza kwenye maisha yako, ninainua ujasiri kama wa simba. Bila